Karibu kwa mara nyingine tena katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian nikikukaribisha leo hii pamoja na Philip Nkini, Charles Abel, Judith pamoja na Fau. Na magazeti yameandika yalivyoandika, na tutakuja kufahamu nini ambacho kipo katika magazeti kwa siku hii ya leo, ambapo tuna Mwanasport, Mwananchi, Nipashe, Habari Leo, Uhuru, na gazeti la Zanzibar Leo, tukiwa tunakuletea yaliyojiri na hususan bila kusahau yanayotarajiwa kutokea. Na hata hivyo basi tutapita katika kurasa za jamii, na pia tutakwenda mtaani kuweza kufahamu nini ambacho kipo na kuweza kufahamu yaliyojiri huko mtaani. Kubwa basi leo hii si jingine bali ni michuano ya kombe la dunia. Mbona kama nataka kunipeleka huko? Michuano ya kombe la dunia kwa club ikiwa inaanza kutimua vumbi, tuseme, yani tukiangalia tarehe 18 alfajiri ya kuamkia kesho. Ufunguzi ni alfajiri kuamkia kesho saa, yani waamka kuanzia saa 7 usiku. Saa 7 usiku. Unaanza kuangalia zile sherehe za ufunguzi, alafu saa 9 mbungi inaanza kupigwa. Inter Miami na Al Ahly. Okay. Hiyo itakuja moja kwa moja, michuano yote, michezo yote itakujia moja kwa moja katika channel za kimichezo za Azam Sports, na utaweza kushuhudia mechi zote ambazo zipo katika michuano hii. Katika magazeti ya leo yamezungumzia vitu tofauti ikiwemo mastaa. Katika gazeti la Mwanasport nimeona kwamba kuna mastaa 30 wa kuweza kuwafuatilia katika michuano hiyo, wakiwemo wachezaji ambao pia wanafahamika kabisa hapa nchini, Aziz Ki pamoja na Mwalimu. Mwalimu kafanya vizuri sana juzi. Kwa kutoka kwetu ambao unaweza ukawataja sana ni hawa wawili. Hata kama kuna wengine majina yao sio makubwa sana kutokea kwetu, lakini kwa sababu kuna wachezaji wengi kutoka Afrika, kwenye wale 30 wanaongezeka wa Afrika wengine, kwa wachezaji wa Mamelodi, Ahly wanaofahamika ambao wanakutana katika vilabu vyetu katika njia tofauti. Hapo ujue kwamba wanaenda kukutana na majiant kama Man City, Chelsea, kuna Juve. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yamezoa mastaa wengi, na hata hao 30 ni baadhi tu. Ulikuwa na uwezo wa kuwataja hata 200 na zaidi. Haya, hiyo ikiwa ni masuala ya kombe la dunia kwa klabu, ambapo usiku wa kuamkia kesho basi ufunguzi utaanza na mechi zitaanza moja kwa moja katika kipindi hiki ambacho baadhi ya mataifa yakiwa yapo katika off season, kwa maana kwa mapumziko ya ligi zao, na hali kadhalika niseme tu kwamba na Tanzania ligi kitaraji kuendelea tarehe 18 Jumatano, na pia jana ile huko ndo nitaka kufika. Huko ndo nitaka kufika, lakini nimezunguka, umepita mbali sana. Jana ule mchezo niseme hivi, ule mchezo wa 184 umeingia katika historia. Historia gani? Mchezo wa 184, hiyo namba 184 hiyo imeingia katika record ya Tanzania. Kwa nini? Ukiangalia hiyo namba 184 hiyo, utaweza kuidadavua na mambo mengi nje hapa. Zao unasemaje Faust? Sina uhakika. Uifahamu hiyo 184? 184 naifahamu. Mchezo namba 184. Mchezo 100 namba 84. Judith? Mchezo 100 namba 84. 184. Kwangu ni mchezo ambao umeahirishwa mara 2. Mchezo umeahirishwa mara 2. Namba 184 Abel. Naweza nikaielezea namba 184. Ielezee namba 184, alafu moja, utofauti wa hizo timu zinazocheza ni pointi 1. 8 tarehe ambayo mechi iliahirishwa Machi 8. Na 4 kati ya hizo timu mbili kuna moja inasaka ubingwa 4 mfululizo. Kaidadavua lakini unaweza ukaiweka katika. Na wewe ndio ulikuwa huko. Na wewe ndio ulikuwa huko.
Mimi kan surprise, lakini baadaye nitaka kwenda kwenye Google niangalie uspecial wa namba 184. Watu wataangalia huko afu watatuambia namba 184 nini maana yake. Tumemsikia Abel kaifafanua kwa definition yake ambayo kama ina make sense hivi, sema kwa maneno ambayo sio, yani eka kwenye lugha ambayo ni inaeleweka, yani maneno sio makali. Maneno sio makali. Yeah. Kama nataka makali. Yani angeongea kwa namna, yani unataka kuzungumzia kwa ukali. Hapa tungekuwa tunajadili mengine, lakini Charles kaongea kwa lugha ambayo haina ukali yani. Yani wewe Filipo 184 unadadavua vipi? Yani kwako ikoje? Mimi kwa nazungumzia hapa nikasema hivi kwa sababu mimi nimeiona kama special namba. Yani sasa huo special sasa na sisi jaribu kudadavua special kwa sababu takriban kama miezi mitatu imekuwa ikitrend hiyo namba 184 katika medani ya kimichezo na katika nyanja tofauti za kimichezo, na ikupo hata kwenye mabango tunaiona inaandikwa namba 184. Kuna kipindi fulani namba 184 ilikuwa inachukuliwa kama positive, lakini kuna kipindi fulani ambacho cha hivi namba 184 inaonekana pia negative. Kwa hiyo nikaona kwamba kuna kitu katika namba 184. Kwa hiyo tutaambizana kwamba 184 watu wanaichukuliaje kwa minajili ya kiulimwengu. Tuweze kuangalia katika Google namba 184 ina maana gani. Kwa hiyo tutaendelea, ni kama mjadala sawa. Namba 184 au unaweza ukaangalia na nifaa kwenye Google hapo namba 184. Haya, katika gazeti la Mwanasports mapema kabisa linasema kwamba Juni 25 dabi ya Kariakoo, na kweli ilisababishwa na namba 184 na bado namba 184 imeweza kutrend katika tarehe 3 tofauti. Tarehe 8, tarehe 15, tarehe 25. Kwa tunaandika 8. Afu zote ni za Juni. Zote ni za Juni. Moja si ya Machi. Moja ya Machi. Moja ya Machi. Tarehe 8 ni Machi. Tarehe 15 Juni. Tarehe 25 Juni tena. Mimi sitaki kuingia. Tumeshafika mwisho hapo kwanza. Tumeshafika mwisho. Mwisho. Kwa hiyo namba sio tukavuka tena tukaenda tarehe nyingine. Hapa ndo tumefunga sasa mjadala. Tumefunga. Au labda kuna mwingine kama upo. Yaani ofu yangu sio tukatoka kwenye 25 tena tukawaza. Hapo tayari. Hapa tayari. Basi hilo ndio. Au unasemaje Abel? Hamna tena kwingine. Wewe Abel, mimi nimefurahi na nafikiri na Watanzania kwa ujumla wamefurahi mechi kuchezwa, kwa sababu tulikuwa tunajiuliza wengi, dabi kutochezwa kwa mfano itakuwa ni kama vile hii haijakamilika. Kama nchi tungejishushia heshima. Yes, yani ni jambo la aibu. Mnakuwa na nchi inayojiita ni nchi ya mpira, alafu timu kubwa, yani mchezo mkubwa zaidi wa nchi ushindwe kuchezeka. Yani hiyo haujachezeka timu, yani kwa maana timu moja haijaenda uwanjani au timu zote hazijaenda uwanjani, yani kwa vyovyote lakini kutochezeka. Lakini nadhani pia kuna darasa ambalo linatakiwa lipatikane, kwa sababu lazima tukubali kwamba nguvu ya Rais wa Jamhuri ya Muungano imesaidia kwa kiasi kubwa mechi ichezwe. Manake bodi ya ligi ambayo ndio ilikuwa na mamlaka ya kusimamia mchezo kama ilionekana kama imezidi nguvu, yani imezidiwa nguvu yani kwenye hili jambo. Sasa unajua hii ni mara ya pili rais wa nchi anaingia kwenye mpira, yani kusaidia. Kwa chazi kwanza kidogo, hakuna taarifa ambayo inasema kama amehusika. Hiyo kwanza tu declare interest. Si ndio? Yani hakuna taarifa ambayo inaeleza kwamba yani rais kahusika. Watu wanatafsiri, yani watu wanatafsiri kwa sababu ya zile picha, yani tuishie
kwenye hiyo ya kwamba lakini hata gazeti la Mwana Sports naona hapa kuna picha wakikutana hao viongozi, si ndio? Wakikutana hivi viongozi ambao haijasema direct ya kwamba bana walienda kuzungumzia hilo. Sasa swala ni moja. Unajua hata caption imeandikwa hata caption imeandikwa baadhi ya viongozi wa Simba na Yanga wakiwa katika picha tofauti na Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu Dodoma jana. Yani imeweka hivyo, ijapokuwa ipo katika picha hii, ipo katikati ya huo mjadala wa Juni 25. Maana yangu ni moja, kabla hicho kikao hicho hizo timu mbili zote ziko katika mlengo gani? Ni sahihi unachokisema. Yaani mimi hoja yako naielewa, wala hata sina shaka na hoja yako. Yaani hoja ya Chazi mimi ninaielewa, lakini mimi ninachokizungumzia ni ile, yani hatuna details. Ngoja nikwambie ngoja nikwambie Nkini. Mimi Chazi namuelewa. Namuelewa kwa maana gani? Hatufahamu kikao ambacho kimefanyika Dodoma nini kimezungumzia. Hatufahamu. Lakini pia uwezi kumuondoa mwanamichezo kuambatanisha kati ya hizo picha na tukio ambalo limetokea baada ya picha kuonekana. Yaani huwezi kuzitofautisha, ingawa ni kweli hatufahamu nini ambacho kimeenda kuzungumzwa kule ambapo kikao kimefanyika. Ninamuunga mkono Chazi kwenye kitu kimoja. Kama sio busara ambayo imefanyika kwa namna yoyote ile, hasa viongozi wenyewe wamekaa wameongea au chochote kile wamekaa wameongea pamoja na bodi ya ligi, nafikiri mchezo mpaka sasa hivi ungekuwa na sintofahamu. Na hii inamaanisha nini? Inamaanisha kuna kitu kweli cha kujifunza, hususan kwa wenzetu ambao tumewapa dhamana ya kuendesha huu mpira. Yaani ilifika sehemu wale ambao tumewapa hiyo dhamana walikuwa kama hivi wako njia panda, hawajui nini cha kufanya kuhusiana na huu mchezo. Yaani baba una mamlaka kwenye familia yako, alafu watoto wawili wanakuchanganya, ujui utoe maamuzi yapi. Wakati wewe kama baba kwa busara zako, kwa hekima yako na kwa uwezo wako ambao umepatiwa, ulikuwa na uwezo wa kutoa maamuzi. Kama baba ukasimama kama baba, mimi nimeamua maamuzi haya kutokana na labda sheria zangu za familia yangu au sheria ya kuendesha familia yangu. Sasa ilifika sehemu wakawa njia panda, hawajui wanashika lipi, wanalikamata lipi. Okay, na hiyo yes. Yote kwa yote tunaamini kwamba kilichofanyika ni sahihi. Kwa vyovyote vile ndio maslahi ya mpira. Ni sahihi kwa maslahi ya mpira wa miguu wa Tanzania. Na tunaamini kwamba kama watu wanavyosema wengi wetu hapa kwamba tumejifunza kitu, kama tuko darasani hivi. Sahihi, tumejifunza kitu na tumeingia katika kuweza tukiona tukio kama hili next time labda tunaweza tukasema ndio tunasema tumejifunza kitu kwamba tunaweza hapa tunalitatua vipi. Uko sawa. Kwa yote japo story hii imeripotiwa na dabi ndio Juni 25. Bado mimi niko katika namba zangu calculator. Mimi nitaka urudi kwa Chazi. Kuna kitu alitaka kukizungumzia kuhusiana na hiyo namba. Yaani kuhusiana na hiyo dabi yenyewe ya hiyo tarehe. Ya tarehe 25. Chazi. Kuna hoja ya nilimkatisha hoja yake. Juni ya 25 dabi mzigo umerudi. Mimi ambacho nilikuwa najaribu kukisema ni kwamba yani tukio hili litukumbushe kufanya vitu kwa weledi. Yani kanuni zinasema nini na tuzifuate kanuni kwenye kila kitu ambacho kinahusu uongozaji wa mpira. Yani tu focus na kwenye kanuni na sheria pia zinasemaje, kwa sababu ukiangalia inaonekana kama vitu vingi sana vinafanyika kwa yani busara. Yani hata ukisikiliza madai ambao walikuwa wanatolewa, hizo claim hata vurugu za hizi mechi, yani unaona kabisa kulikuwa na ile Babu Filipo au Filipo Nkini na rafiki yangu tutayamaliza. Tutayamaliza. Sasa unajua end of the day mwisho wake huyu mzuri, kwa sababu mkija kuitirafiana kidogo tu ndio kinatokea hiki ambacho kimetokea. Okay. Ni kweli
ni kama hicho kilichotokea. Ndio hicho ambacho ulikuwa unamaanisha Mkini? Mimi ndo nilichokuwa nakimaanisha. Na mimi kuna wakati unatamani upite kwenye njia fulani hivi ili muone mnaweza kutoka vipi. Na hii imetufunza, ingawa kuna mimi pamoja na yote yaliyotokea sitamani siku nyingine tupitie kwenye situation kama hii. Yaani sio kwa kupitia mechi ya Simba na Yanga. Yaani hata kama ni mechi nyingine ya Coast sijui na Mtibwa sijui na nani, tusipite kwenye njia hii ambayo tumepita sasa hivi. Pia kupitia ili nafikiri hata ligi ya msimu ujao mambo mengi yatakuwa yanaenda kwa kunyooka. Yaani sidhani kama kutakuwa kuna kupinda mambo mengi kama yalivyokuwa yametokea mpaka kufikia ili janga ambalo tumelifikia sasa hivi, tulikuwa limefikiwa sasa hivi. Kwa hili ni funzo. Yaani tumepita hapa ili kujifunza. Kwamba yani naamini ligi ya msimu ujao mambo mengi yatafanyika yataenda yakiwa yamenyooka. Yaani hakuna zile kona. Nimsikia Judy alichosema. Yeah, unajua nilikusikia Judy, lakini wakati huo nilikuwa naangalia kuna story nimesemaje ya La Cred ikanizoa. Ikakuzoa. Kaangalia pia story ya Taus ikanizoa. Kuna story inayomuhusu La Cred. Mwananchi kuna story inayomuhusu Taus. La Cred kipa wa Simba aliyekuwa kipa wa Simba. Hivi bado ni kipa wa Simba yule? Mimi namuona mazoezini bado. La Cred? Yeah. Namuona mazoezini. Kipindi hiki? Ni kipa wa Simba. Wanne. Ila ambaye hayupo kwenye mfumo wa usajili wa Simba msimu uliisha. Msimu hayupo Morocco. Ni mchezaji wa Simba ambaye ana train na Simba, lakini hayupo tu kwenye usajili wa Simba. Yuko mpaka leo? Yupo. Mimi namuona kwenye mazoezi. Simba akifanya mazoezi namuona yupo. Kiangalia picha zao. Ana train na Simba kama kawaida, kama wachezaji wengine. Kwa hiyo hawezi, lakini ndio kama yupo kwenye mfumo ni hawezi kucheza. Ndio. Hawezi kucheza tu mpaka ingizwe kwenye usajili. Mpaka ingizwe kwenye usajili. Sababu kwenye usajili walimuondoa. Labda msimu. Kuna mchezaji mmoja wa Man City alikuwa anaitwa Wayne Bridge. Aliwahi kukaa Man City nafikiri ni misimu mitatu. Lakini kwenye usajili hayupo. Pata mshahara wake, kula bonus zake, ana train mwenyewe. Tofauti yake sasa na La Cred. La Cred ana train na timu, lakini yule alikuwa ana train mwenyewe. Yaani ikifika ile asubuhi kocha anatoka kule Man City anaenda anamfanisha mazoezi, jamaa anarudi anaendelea kula mshahara wake kama kawaida. Sasa kichwa cha habari cha Mwana Sports kinasema Ayubu Mkato Simba kuna kitu. Wakati nasoma headline Charles Abel akafumua pumzi ndefu. Sasa ndio nilikuwa nataka kukitafuta pumzi ndefu kuhusiana na La Cred. Na kuna story nimezisikia, lakini hizi story sio za kuzungumza hivi kwamba hivi hewani. Zinasemaje? Zinamhusu nani? Sasa hizo nitakuwa nimetoa kodi ya hali ya juu sana. Friji lako si waligandisha leo imekuwa. Sasa mara baada ya hapa tutazungumza zaidi kama kamati ili tuweze kuangalia tunaliletaje hapa. Kuangalia namna ambayo tunaweza kulileta hapa ikawa shida, lakini utakutana na hii story ya ya La Cred Ayub. Na kusema ukweli naweza nikasoma ili doti kusoma hapa, nimepewa ruhusa hapa. Ayub La Cred alizaliwa Morocco, ana miaka 29 iliyopita, na alitua Simba Agosti 11, 2023. Aliwahi kucheza FAR Rabat na RS Berkane. Kwa namna hii najua Judith utaanza kufahamu kodi na inasemaje. Lakini nunua gazeti la nunua gazeti la Mwana Sports ambapo utaweza kupata hiyo story kwa urefu kabisa. Nafikiri ni paragraph takriban kama kwa ashirio hili paragraph kama 15 hivi
kuna kitu ambacho utakipata hapo, na mwandishi si mwingine bali ni Elia Solomon. Hiyo ni katika gazeti la Mwana Sports, lakini katika gazeti la Mwananchi leo Mwananchi na Mwana Sports wamekuja na headline zao. Hii hapa nasema kwamba Simba Lakredi kuna jambo. Wananchi wanasema Taus Azam kuna jambo. Yaani wakitaka mwandishi ni Olipa wa Taus, masuala ya Taus ni Olipa. Yaani kama sio nitumie neno gani? Yaani kama vile story wakitaka kuintroduce story inaanza mbali kweli yani. Ambao ndo vizuri au ndo vibaya? Sijui, maana naonaga na siku hizi kwenye timu zetu hizi labda Singida Big Stars wana jambo lao. Uongo nani fao. Kwa hiyo sasa hapa Taus Azam kuna jambo. Nikisoma paragrafu za juu hapa nitakuwa nimefungua kodi zote sasa. Kwa hiyo inabidi tununue katika gazeti hili la Mwananchi. Haya, tukiwa tunazungumzia hiyo. Haya, tuangalie katika gazeti la Habari Leo. Hii sasa inapigwa. Nimependa hiyo headline. Hii sasa inapigwa. Haisemi nini? Haitaki kusema, si haitaki kusema ili ununue. Lakini kwenye headline kama hii fau kwa minajili ambayo ipo hivi sasa inazunguka, inaonekana moja kwa moja hii sasa inapigwa ni nini, si ndio? Yes. Au unasemaje mwalimu? Lakini kuna wengine ambao jana hawakuwa na taarifa. Yaani huyu ambaye hana taarifa hii. Wapo. Mimi kuna mtu asubuhi kaniuliza kitu. Mwana michezo? Tena nimekutana naye tena wakati nakuja tu hapa ofisini. Nani kama anafuatilia mchezo? Ligeuze mbele. Taarifa zilikuwa mapema. Huko. Ameiona hiyo picha hapo juu chini hapo, na Findo anataka usome caption yake. Nataka nisome hii caption hapa. Nani? Caption baada ya kuona inatofautiana na kule. Okay. Rais Samia akiwa kwenye picha pamoja na viongozi wa timu za Yanga kushoto na Simba baada ya mazungumzo na viongozi hao Ikulu Chamwino mkoani Dodoma jana. Hapo juu kuna kichwa kwenye hiyo picha. Inasemaje? Kabla yani juu hapo kuna kama vile headline. Yanga Simba ndani ya Ikulu. Yaani huyo mtu ambaye atakuja ataisoma hiyo headline nyuma alafu asijue ni kitu gani. Basi labda hakuwa hapa nchini kwa muda mrefu. Inawezekana yupo. Inawezekana yupo lakini asifahamu. Yaani serious. Yaani watu wapo Faustini. Na kama yupo basi sio mtu wa michezo. Kabisa. Tuseme ukweli. Inawezekana yupo lakini ni huyo mtu ambaye nimekutana na mtu asubuhi, unaona nakwambia hivyo. Nilikuwa hata sitaki kusema, lakini nimekutana na mtu asubuhi ananiuliza hivi, nikitaka ticket ya kwenda kuangalia mechi Jumapili napata wapi? Jumapili ya lini? Anamaanisha kesho. Point yangu nakuja pale pale. Huyo mtu sio ni mtu wa michezo. Nisikize point yangu, haiwezekani. Kama ni mtu wa michezo basi hajawahi kwenda uwanjani. Kwa sababu huwezi kuniambia tiketi unaipata wapi? Hivyo unajua Faustini kwamba kuna watu mpaka sasa hivi hawatumii simu janja. Vyovyote vile, yani hao wanatumia simu janja. Nisikilize sasa naambia ngoja. Sio point yangu. Ngoja. Wewe unataka kuamini ya kwamba watu wote wanajua nini ambacho kimetokea jana. Point yangu nisikize nikwambie. Swali langu mimi kwanza, nijibu. Unataka kuamini wote wanajua? Nisikilize basi point yangu. Yaani point yangu nasema hivi. Inawezekana huyo mtu asijue. Sawa? Na kama hajui huyo mtu ajiengage na michezo. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Kwa mtu ambaye sasa hivi ni mpenzi au mfurukuto wa siasa. Yaani hawezi akashindwa kujua nini kinachoendelea. Hata kama ukimkumbusha sasa hivi. Huyo mtu ambaye anakuja hajui chochote kinachoendelea kuhusu michezo ya Tanzania sasa hivi. Yoyote yani hajui kabisa. Huyo mtu inaweza yupo lakini utakubaliana na mimi sio mtu wa michezo. Yaani utakubaliana na mimi yupo ni kweli anawezekana akawepo. Kama anavyosema Chaza kuna wengine sasa hivi bado wanatumia simu janja. Yupo lakini huyo sio
mpenzi wa michezo. Inawezekana labda mimi nichangie hapo, inawezekana maki taarifa hii jana kulikuwa kuna taarifa mbili tatu sambaa taarifa nyingi sana jana, yaani nyingi sana jana, na nyingi ni jioni. Nyingi ni jioni, nyingi jioni, na ile ukiweka na zile za juzi ndio zinazidi kuchanganya zaidi, lakini kwa jana kwa jana kuna tatu, si ndio? Ilianza ya kwenda kuomba kibali cha kucheza mazoezi, ikatoka statement ikatoka statement, afu ikaja baadaye kwa kuna distance kama ya 7 hours, kwa kuna kuna mafamba mengi sana yanaingia kwenye mtandao mengine, mpaka kuna moja nakumbuka niliangalia kwenye page ya TFF wakawa wameiweka fake. Ikaja hii ya Juni 25 ikaja ya ile utenguzi, ambayo ile utenguzi ilikuwa kama kwenye saa 3:30 mpaka hapo, umeona. Kwa hiyo ukiangalia kiuhalisia hizi mbili, achana na ile asubuhi ile, hizi mbili zimetoka katika jioni. Naweza nikasema huyo mtu ambaye alikopoa anamwambia Nkini kwamba hana hizo, inawezekana alikupo safari, hayupo kwenye mtandao. Manake hizi nyingi zimetokea katika redio na mitandao. Unachanganya madesa. Nkini mtu wako alikuwa anakuelezea kuhusu nini? Tusirudi. Ngoja kwanza, ngoja. Subiri bwana Chazabeli. Mimi sinaongea sababu yangu na mimi. Ngoja nikuulize kwanza. Mpaka jana saa 10 ulikuwa unajua mechi ni lini? Mpaka jana saa 10. Ukiniuliza mimi? Wewe mwenyewe ambao ni mtu unafuatilia michezo, ulikuwa unajua mechi ni lini? Mpaka jana saa 10 wewe ulikuwa unajua mechi ni lini? Nilikuwa najua ni kesho Jumapili. Basi ndio huyo mtu naye alikuwa anaamini hivyo. Anaamini hivyo. Lakini mtu kama wewe hivyo, wewe unafuatilia michezo, ulikuwa unasema inawezekana afuatilie michezo. Lakini wewe unafuatilia michezo. Kwa hiyo na yeye anaamini hivyo, kama inawezekana kwenye hao masaa mawili ambayo sasa tuje kwenye sababu ya hii agenda. Ni hiyo headline ya hii sasa inapigwa. Hiyo headline ya gazeti gani? Ni Uhuru sijui hilo hapo. Hiyo habari leo. Hii sasa inapigwa. Philip akasema yani mtu akisoma hii ambaye anafuatilia sasa michezo, haijalishi unajua dabi inachezwa lini au haichezwi, akisoma hapo anakuwa hajui ni kitu gani kinataka kuzungumzwa. Hata jana mimi nilikuwa najua kwamba dabi itapigwa. Bado hajanielewa. Anajua. Sasa ndio hapo point ilikuwa hapo. Anajua lakini hajui ni lini. Na ndio swali la Philip ilikuwa akisoma hivi ataelewa nazungumziwa nini? Mimi nikamwambia atajua ni dabi bila kujua ni tarehe ngapi. Sio wote. Haya, dabi ni Juni 25. Kwenye social media kumekuwa na vitu vingi vinazungumzwa, lakini tukubaliane kwamba tunashukuru dabi. Kwanza ni dabi ya kama kwa jinsi nilivyosikia jana bodi ya ligi wanasema ndio mechi ya mwisho ya ligi. Hata mimi nimesikia ndio mechi ya mwisho ambayo itakuwa ina kombe. Na itatumia kukabidhi kombe. Ndio mechi ambayo bingwa atakabidhiwa kombe. Kwa sababu hakuna timu nyingine yote hapa inaweza kuchukua ubingwa. Nini maana yake? Tukianza na Charles. Ni mechi ya mwisho. Kwa maana hiyo kwamba raundi ya 29 na 30 zitachezwa. Lakini kutakuwa kuna mechi ya mwisho tarehe 25. Sawa. Ndio. Na kutakuwa na space ndogo sana ya kuweza kujiandaa hiyo dabi. Siku tano kwa mpira miguu tumeona Simba ndani ya 48 hours, 24 hours kaweza kucheza. Uongo? Inawezekana. Na wala kanuni hazijavunjwa. Na wameweza. Mimi nawapongeza Simba katika hilo. Na sio Simba tu. Hata wakati ule Yanga anatoka kwenye michuano ya kimataifa. Mimi nakumbuka Yanga alitoka kwenye mechi ya finali ya shirikisho. Ndani ya saa chini ya saa 48 akaenda kucheza mechi. Tena mechi na Azam nafikiri. Ndio kubwa. Kwa hiyo inawezekana. Inawezekana. Kwa hiyo tunasema ligi ya kwetu Tanzania sasa inaisha tarehe 25. Ligi kuu bara. Ligi kuu bara. Kwa sababu baada ya kutoka pale kutoka kwa mechi ya FA mbele, ndio. Ya FA. Hiyo ya CRDB ambao ni Yanga na Singida. Na vile ndio itafunga msimu. Ndio tutakuwa tumefunga msimu. Ndio tutamalizia sijui playoff nini. Sasa sio mechi za ligi. Sasa tutakuwa tumeshatoka. Yaani ligi tunamalizia pale. Afu tunaanza kujiandaa na CHAN. Kuna kitu chaze ulimuuliza alikuwa anataka kusema. Kumkatisha, ulimuuliza ina maana gani yani dabi kwa mechi ya mwisho.
Na hisi kama tutapata uondo sana wa dabi. Yaani dabi safari hii yaani itakuwa ni mechi ambayo ya ushindani sana. Pengine kuzidi za miaka mingine. Sio tu kikombe kwa sababu tofauti kama Mungu akijalia zikaenda kama zilivyo, maana yake zinaenda kwenye hiyo mechi tofauti ikiwa ni pointi moja. Maana ile siku ya final, ile siku ya mechi ile ya mwisho ndio kama finali. Nadhani kama una kumbukumbu hapa tushakuulizana unatamani dabi iwe lini. Nakumbuka. Na mimi nilitamaniki sana ndio iwe mechi ya mwisho. Yaani ya kuamua, yani iwe mechi ya decision. Kwa hiyo mimi kama ndoto zangu zimetimia. Yaani tuliulizanaga hapa. Nakumbuka tuliulizanaga, lakini mimi naona kama matamanio yangu sio yako zaidi. Yaani matamanio yangu mimi dabi ichezwe CAF. Yaani matamanio yangu mimi ligi ya mabingwa nusu finali zote vile. Shirikisho wapi, lakini si ndio itanoga zaidi kama hizi mili mimi nani Judy hii inaturudisha, nadhani inaturudisha msimu wa 2009 na 10 kama sikosei, kama kumbukumbu zangu haziko sawa, au 11 12 kitu kama hicho. 11 12 ilikuwa katika mazingira kama haya. Dabi ndio ilikuwa mechi ya mwisho ya msimu. Tofauti yake ile ni kwamba Simba alishachukua ubingwa. No, ile ilikuwa walitofautiana na ule ushindi wa Simba ndio kampa ubingwa. Ndio limpa ubingwa sasa. 4-3. Kwa sasa hivi tena tunakutana, yani zinakutana tena sasa katika mechi ambayo inaweza ikawa 2009. Haya. Kwa hiyo kuna uondo. Na ni special. Judy anasubiri nini? Judy anasubiria kuona kitu gani siku hiyo? Yaani ni dabi ambayo inakuwa na uhondo. Kwa mfano kama zitakuwa ndo timu zote yani kama ilivyo sasa hivi ligi itakuwa yani Yanga na labda yuko mbele lakini akashinda Simba akachukua ubingwa. Kwa yani hapo maumivu yanakuwa ya upande mmoja. Mmoja huyo atakayeshinda ndo atachukua ubingwa na bado atakuwa amemfunga mtani wake wa jadi. Yaani ni maumivu kama maumivu mara mbili katika mechi moja. Hebu tuangalie possibilities ya ubingwa katika mechi hizi 2-3 zilizobaki. 3 kwa Simba na Yanga, 2 zilizobaki. Njia zake zikoje? Maana yake inawezekana njia hizi nazo zina miba. Kuna sehemu kuna miba, afu kuna sehemu pako smooth. Kuna sehemu kuna miba. Kwa sababu mechi moja tu ambayo inashtua sana ni mechi ya Yanga na Tanzania Prisons. Mechi ya Yanga na Tanzania Prisons ana nafasi bado ya kutoka pale kwenye playoff. Kwa mechi yake hiyo na Yanga inawezekana ndio mechi ambayo ni tafu zaidi na ya kushtua zaidi. Lakini Yanga akitoka pale anaenda kucheza na Dodoma ambayo kwenye records Yanga amekuwa akifanya vizuri na Dodoma anaonekana kama vile hana kitu cha kupoteza sana. Kwa hiyo ndio njia yenye miba. Yenye miba ni hiyo ya mechi na Prison. Haya, katika gazeti la Mwana Sports linasema Tanzania Prisons yashtuka kato wajipanga upya. Wanasema tunajua mechi hii ni ngumu, Yanga ana hesabu za ubingwa, sisi mipango ni kukwepa kucheza ... Kwa hiyo ni mechi, ukiangalia katika mechi ni moja ya mechi ngumu. Hiyo ya Prison mimi naiona naweka kwenye ngumu kati ya mechi ambazo ndio miba ipo hapo. Haya. Kwa upande wa Simba hakuna Simba anacheza mechi zote hapa. Hapana. Ana mechi moja na Ken Gold ambao anaenda kuchezea Songea Tabora. Anaenda kuchezea Tabora. Mechi na Ken Gold ambao Ken Gold ashashuka daraja. Na ni jana au juzi nilikuwa namsikia ni timu yangu, na ndio maana nazungumzia nilichokuwa namsikia kocha wake akisema. Kocha wa Ken Gold alikuwa anasema sasa ndo wanaanza kuwatafuta wachezaji ili waanze kukaa kujiandaa kwa ajili ya mechi yao dhidi ya Simba. Yaani hawapo kambini, ndo wanaanza kuitana sasa hivi kwenda kambini. Kumbuka kwamba Ken Gold imeshashuka daraja. Majuzi kiongozi wao mmoja nimemsikia anahojiwa analalamika kwamba rushwa imechangia timu yao ishuke. Rushwa. Yes. Na anasema mpaka hadi kuna wachezaji wamewasimamisha kwa sababu za rushwa. Na alikuwa anatoa hiyo baada ya kuibuka kwa tuhuma, yani
mtumishi wake mmoja yani kuhukumiwa na TAKUKURU. Kwa anasema yeye naamini amehujumiwa kwenye mechi nyingi, yani sio tu hilo tukio, hata timu ndani, yani timu yake imehujumiwa kwenye michezo mingi ya ligi. Kwa anasema kuna wachezaji wamewasimamisha. Kiangoli point 16. Yeah. 16 msimu mzima. Ishashuka babu. Ishashuka. Kwa hiyo ataendelea kuiendelea Kiangoli mimi bado naendelea kuifuatilia timu yangu. Hata daraja yako, hata championship nitaendelea kuifuatilia. Ni timu yangu mimi nishajichagulia. Fao kuna kitu alitaka kuzungumza. Naam, kwa. Nilikuwa nataka niunge mkono tu hizo njia ambazo hizi timu zinapita kuelekea kwenye mchezo wa dabi. Tumegusia katika hizo timu zote, naungana na Philip ugumu ambao Yanga anaweza kwenda kukutana nao Mbeya kwa sababu ya kile ambacho Tanzania Prisons nacho wanakihitaji. Kwa hiyo nataka kuunga mkono hoja ya Philip Nkini. Kwa hiyo tuseme ile mechi ya mwisho ya 25 ya maamuzi ya ubingwa tuseme inawezekana ikaathiriwa katika mechi hizi mbili za mwisho katika huko. Inawezekana ubingwa ukatangazwa kabla pia. Yes. Kwenye mpira yote yanawezekana. Yaani tunaweza tukakutana na surprise kuelekea kwenye dabi. Kabla ya dabi mambo mengine akaja kavurika, yote yanawezekana kwenye mpira. Yaani hakuna ambacho kinashindikana. Kwa hiyo msipendi mtu agune alafu tusitafute jawabu la hilo kitu. Lakini ameguna. Kwamba haiwezekani mimi nimesema haiwezekani. Hajasema. Lakini hesabu yake ameona kama vile hajaenda kwamba inawezekana mtu akatibuliwa. Labda angetufafanulia. Mimi nilikuwa nataka Fao amalizie. Yaani mimi sina doubt yoyote na wanachozungumza kwamba mtu akachukua ubingwa hapa Simba au Yanga akapoteza nani. Simba bagiza na Kagera na Ken Gold. Kagera ashashuka, Ken Gold ameshashuka. Hapo hamna miba. Bado kuna miba, hamna mechi rahisi kwenye football. Ndio maana ungana na Fao alichokuwa anakisema. Ndio mechi rahisi kwenye football, lakini anachokiongea kwenye trending ya ligi yetu jinsi ilivyo kwenye hizo timu za Simba na Yanga, mimi bado nauona ubingwa huko kwenye dabi. Yaani hata unishikie sijui nini. Yaani bado nauona ubingwa hata kama itakuwa tofauti ya pointi 3, lakini bado naona pale kuna nafasi bado ya mtu. Labda mimi nizidi kudadavua zaidi. Kama Yanga atatoa sare na Prison. Kama Yanga atatoa sare na Prison, bado Yanga atakuwa juu. Bado Yanga atakuwa juu. Wanalingana ina maana. Talingana afu Yanga ana tofauti ile. Yanga atakuwa juu au 8. Yanga akitoa sare na Prison. Simba atakuwa juu. Simba ndo atakuwa juu. Tofauti hapa ni pointi 2. Tofauti itakuwa ni pointi 2. Sasa hivi Yanga anakuwa na Simba ni pointi 1. Ambao Yanga akitoa sare ina maana Simba atakuwa kama Simba tofauti ya pointi 1. Simba atakuwa juu tofauti ya pointi 1. Bado tunaenda kwenye dabi tukiwa tunawazia ubingwa. Simba bado tunaeleweka kabisa. Simba atakuwa tofauti pointi 1. Yanga akitoa sare sana anapoteza pointi 2. Pointi 2. Simba akishinda anapata pointi 3, akilipa ile moja. Ndio tofauti pointi 2. Pointi 1. Pointi 1. Yanga anakuwa ameongeza 1. Simba akishinda anakuwa ameongeza 3. Sawa, pointi 1. Kwa bado tunaenda kwenye dabi tunatafuta ubingwa. Kwa dabi bado inabaki. Yaani bado itabaki na heshima yake. Yaani heshima ya dabi haipungui. Okay. Hayo matokeo mengine ni kwamba timu zote zikishinda na maana bado kuna moja pale ndani. Unajua alichokuwa anakisema Mkini. Mazingira ya Kitanzania au mazingira ya Kiafrika ni ngumu sana timu ambayo imeshuka daraja yaani kutupa surprises kama ambazo tunaziona Europe, Ulaya. Ni kweli. Yaani Ulaya ujue timu ambayo imeshuka kabisa inaweza kamnyima mtu ubingwa. Kagera kashuka. Yaani Ulaya timu imeshuka kabisa daraja. Inaweza kumnyima mtu ubingwa. Hata Saints Southampton wanafanya vizuri zaidi kuliko walivyokuwa kuliko walivyokuwa bado hawajashuka daraja. Hata Leicester naye kaja kufanya vizuri kwenye mechi za mwisho waliposhuka daraja. Mimi nakumbuka Portsmouth. Man City kama unakumbuka ile goli la Aguero. Ile mechi ambayo Man City wanatoa ubingwa ile ambayo ndio ilipa historia City. Yaani dakika za mwisho kabisa, lakini Portsmouth ilikuwa kama washaenda kumtibulia Man City na lakini wako washashuka tayari. Yanga ni Prison na Dodoma. Mechi moja away, mechi moja nyumbani. Mechi za mwisho wote wanamaliza nyumbani. Kwa hiyo na maana wakisharudi hapa Simba anacheza na Kagera, Yanga anacheza na Dodoma, wanaenda kwa Mkapa kwenye dabi. Lakini pia kuna kitu kingine tunajifunza. Kumbe inawezekana Simba na Yanga
kucheza mechi yao bila kupewa muda mrefu wa kujiandaa wao wenyewe. Sana kweli kweli. Inawezekana sana. Kwa sababu ukiangalia wanacheza tarehe 22 ndani ya siku 3 tu wanakutana wenyewe kwa wenyewe. Ni kweli. Lakini ilikuwa inaangaliwa toka nyakati hizo kwamba hii ni fupi zaidi. Ilikuwa inaangaliwa kama kutoka tarehe 15 kama ingecheza tarehe 15 na tarehe 30 kama ingechezwa ipo ile CRDB 30. Sio, nimeeleweka? Umeeleweka. Ilikuwa ni kama siku 15. Hiyo ndio ipo tunaichukulia ni kama back to back. Lakini sasa hii ya siku 3 imekuwa ndogo zaidi. Yaani kwa mfano Mungu angejalia Simba angeingia finali ya CRDB, maana yake ndani ya siku 6 naam wangepiga tungeziona dabi mbili. Ndio kuna maana hiyo. Hiyo ingesogezwa ambao ni back to back. Wangelalamika wale. Uweze kusogeza tena kwa sababu ratiba iko fixed. Haiwezekani kwa sababu hata ukiangalia lakini hata na hofu na kusogezwa tu. Yani unaanza dabi ya siku 2, yani wenyewe hizo timu tunazijua bwana. Lakini wasicheze Juni. Tutacheza. Ndio kama alivyokuambia Simba na Singida siku 3. Kama na viwanja na miji tofauti. Kama babu alishika shilingi. Ulishika shilingi yako kwa Simba na Singida ukasema watagawana. Yaani shida ni mazoea. Yaani Juni ujue anachona nini mazoea tu yale kwamba Saba na kuendelea. Sasa watu ndio tuachane nayo sasa. Kumbe inawezekana dabi ikachezwa Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Inawezekana kabisa. Au? Inawezekana kabisa. Na mechi ikawa nzuri kabisa. Shaonaga Barcelona na Real Madrid Jumatatu sasa. Siku za kazi inawezekana kabisa. Lakini nafikiri kiushabiki na nini na watu kupumzika, watu wengi kupatikana Jumamosi na Jumapili ndio siku ambazo watu wamepumzika, wana pressure na kazi. Hiyo dabi ukiweka siku ya kazi ujiandae huko ofisini kwako. Haya, twende mtaani. Sisi tumezungumza kwa kiwango kikubwa kabisa Ali. Dabi wana tarehe 25 June. Imerudi tarehe 25, naamini mashabiki watakuwa wako positive na tarehe 25, na naamini umejiandaa katika hilo. Huko mtaani wanazungumziaje hiyo dabi ya tarehe 25 katika nyanja ya kiwango hicho? Filipo Cyprian, asante sana. Sisi tumeamkia jirani kidogo tu hapa na Azam TV kwa maana ya Mwananchi hapa. Ukitokea upande wa Ubungo, upande wa kushoto kama unaenda zako Buguruni, basi sisi ndo tupo hapa, kuna kibanda cha magazeti hapa. Nimefurahi kukusikia ukishangaa ya kwamba dabi inaenda kuchezwa Jumatano, siku ya kazi. Lakini utaona ukubwa wa dabi ya Kariakoo, bila shaka yoyote dimba la Benjamin Mkapa litajaa. Najua umepitia magazeti, lakini na sisi hapa tuna magazeti ambayo tumewakuta watu wakiyapitia hapa. Miongoni mwa magazeti ambayo yapo hapa ni gazeti la Mwanaspoti ambalo hili hapa unaweza kaliona. Dabi ya Kariakoo, mzigo umerudi. Vigogo Simba Yanga waitwa Ikulu. Ni miongoni mwa habari ambazo zipo katika gazeti hili la Mwanaspoti. Lakini kuna gazeti la Msimbazi ambalo pia linaandika habari za michezo. Lenyewe unaona hapo kuna picha za vikosi vya Simba Sports. Amini usiamini, hii mbungi inapigwa yashusha nondo 5. Huku mwanzo anasema Simba ya Goma dabi kuakhirishwa tena. Nafikiri hii, unajua mambo ya print media, wakati mwingine wakati wanaenda kuchapisha mambo yanaendelea hivyo hivyo. Tuyaache hayo. Lakini kikubwa Filipo Cyprian, hapa tupo na mashabiki wa soka wa hapa la Tanzania ambao tangu tumefika hapa walikuwa wanayachungulia haya magazeti hapa. Wacha tuzungumze na miongoni mwao hapa. Ndugu yangu, hebu sogea huko kwanza. Muda mrefu sana nimekukuta hapa ukiwa unapitia haya magazeti. Kwema kwanza? Kwema kabisa. Habari gani imekuvutia katika magazeti haya? Habari imenivutia hii ya dabi ya tarehe 25. Umefurahishwa kusikia dabi imerejea? Nimefurahishwa kwa sababu ilikuwa ni muhimu, lazima ichezwe. Yaani huwezi kuchukua ubingwa bila kumpiga mtani. Huwezi kuchukua ubingwa? Bila kumpiga mtani safari hii. Wewe shabiki wa timu gani? Mimi shabiki wa Simba. Unaitwa nani? Mimi naitwa Samueli Wadulesi. Kwa hivyo bwana Samueli, umefurahi kusikia ya kwamba dabi ya Kariakoo inaenda kupigwa tarehe 25? Yeah, kwa sababu Mpanzo anaenda kukabwa bila shida yote, lakini hapo tunapoamini kwamba sisi mwaka huu ni mwaka wetu.
Mlikuwa mnasema ya kwamba haiwezekani haiwezekani, kwa nini tuchukue tu bure? Kwamba watani wasikutane na mpanzu. Wasikutane na mpanzu. Hapo ni yani hiyo ndio ilikuwa muhimu. Yani lazima tukutane ili tu tukichukua kusiwe na na maneno yoyote. Mimi naamini huu uamuzi ni uamuzi wa busara sana na ni ulikuwa muhimu kwa sisi tulivyokuwa na fiziki. Kwa sababu mpira ni lazima mpira uchezwe uwanjani. Sio maneno. Mpira uchezwe uwanjani ili watu waone. Unaona? Kana hichi kikosi kilikuwa, hebu angalia, kocha ni mpya. Sawa? Alafu wachezaji yani karibu asilimia kubwa. Yani yote kikosi kipya. Alafu kimecheza finali ya CAF Confederation. Sasa hebu jiulize wewe, alafu sisi tusichukue bingwa kwa sababu gipi? Alafu tuchukue bingwa kwa longolongo. Sisi tunataka uchukue bingwa uwanjani. Umecheza na Berkane utaishindwa Yanga? Utashindwa Yanga. Yanga anaweza kufanana na Berkane? Hawafanani kabisa. Hata kidogo. Tofauti kabisa. Hebu ngoja simama hapa. Hebu ngoja tumsikize ndugu yetu hapa, maana anatabasamu sana. Bwana, mambo vipi? Poa, inakuaje? Safi. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Amini. Bwana, haiwezekani eti ukachukua ubingwa bila kumkaba mpanzu. Umesikia maneno? Asa mpanzu si mchezaji wa kawaida bwana. Kakabwa Sharulile, striker bora. Kakabwa hajapiga on target hata moja. Hebu ngoja 180. Ngoja kwanza. Yaani kwa maneno hayo wewe ni shabiki wa Yanga? Mimi Yanga Afrika. Unaitwa nani? Amini Mwanyula. Bwana Amini Mwanyula amekabwa nani umesema? Peter Sharulile, Mamelodi Sundowns, dakika 180 hajapiga on target hata moja. Asa mpanzu si mchezaji wa kawaida tu babu. Lakini kwenye kikosi chako kuna mtu kaondoka ujue. Stefan Aziziki. Asa umeona wewe, angalia kaondoka Aziziki. Asa angalia, kuna shabiki wa Yanga ambaye mpaka sasa hivi unaona kabisa kwamba anaona Aziziki yule. Yaani watu bado wanaona yani mambo yapo vile vile tu. Yaani kaondoka Aziziki, wewe angalia, muulize shabiki wote wa Yanga, bwana Aziziki kaondoka, wewe unaonaje? Atakwambia mbona mambo bado tu. Mambo bado yapo vizuri tu pale. Kuna tayari sasa tarehe 25 na hii ndio itakuwa mechi ya mwisho ya kufungia msimu huu hapa. Kwa hivyo kuna dalili nyingi ya kwamba kombe linaweza likawepo pale uwanjani, kwa maana ya kwamba kukabidhiwa kombe kwa mshindi ama bingwa, tunaweza kusema hivi. Unafikiri kweli mtaondoka nalo? Yani kwanza sisi hatuna hata pressure. Unajua pressure ipo kwao. Umeona kwanza mimi namshangaa. Hebu mtazame kweli ana pressure. Yani pressure ipo kwao. Yani huyu kwanza usikiliza, yani huyu shabiki wa Simba ajielewe. Angalia Yanga sisi tulichokuwa tunapigania tumefanikiwa mpaka sasa hivi. Wao wametoa taarifa juzi kwamba hatuchezi. Sawa, lakini unafikiri kwamba mtaondoka na ubingwa? Yaani hilo halina shida. Yaani kwa Yanga halina shida. Kwa hawa, kwa Simba kwa Simba hii. Yaani sisi pale tunaenda kama huu mwembe wetu wa uani, sasa tunaenda tunachuma tunaondoka. Bwana kweli ninasema hivi, safari hii hata wenyewe tu anaongea huku wanauoga. Wewe umeona ana sura ya uoga kwa sababu ana uhakika kwamba hivi wewe ukitaja tu kikosi, hebu taja tu kikosi. Ukataja na kikosi cha Yanga, unaweza kufananisha kweli? Hebu taja kikosi chako. Taja kikosi chako. Kikosi cha CAF. Kikosi cha CAF hichi. Bwana, kikosi cha CAF. Simba CAF wenyewe wameingia tu wamebeba tu. Sasa wewe angalia, timu imeingia finali dakika 180 wamepiga on target moja tu. Sasa wewe hiyo kuna timu humo baba. Sawa. Dakika 180 finali. Sawa. Dakika 180 on target moja. Filipo Cyprian, hao ni watu wa Simba na Yanga. Kiukweli ubishi wao uweze ukaisha. Kutokana na muda nirejesha matangazo kwako. Muendelea hapo studio Filipo Cyprian. Usiondoke Ali, tunajua kesho alfajiri ya kuamkia kesho kombe la dunia kwa klabu linaanza Marekani. Labda hao mashabiki wawili ambao umezungumza nao kama wapo, watupe wana hamu ya kuona timu gani hasa najua ya Afrika na wana timu zao pia barani Ulaya, Asia, kuna Boca Junior. Wana hamu gani kuhusiana na kuonekana kwa michuano hii hasa katika runinga zetu za Azam Sports? Asante Filipo, nimekupata vyema. Ndugu yetu mmoja hapa, kwa sababu hapa ni karibu na stendi harakati zake zingine, labda tuzungumze na ndugu yetu hapa. Bwana, mambo? Safi. Unaitwa nani? Naitwa Adamu Mlisho Madida. Sawa. Kesho tarehe 15 kombe la dunia lile kwa ngazi ya klabu ninaanza, lakini Afrika kuna timu ambazo zitashiriki ikiwemo Wydad, Mamelodi, Pyramids. Ni miongoni mwa timu ambazo zinashiriki katika michuano hiyo. Wewe una matarajio gani kama Mwafrika? Mimi matarajio yangu, kwanza nafurahi kukutana na hii kombe la dunia. Maana ni kitu kikubwa sana, unajua. Kuna wengine wanatamani lakini hawajakipata hichi kitu. Kwa nimefurahi kwanza,
Alafu cha pili, matumaini yangu ni makubwa sana. Yaani katika timu za Afrika ambazo zimefanikiwa kuingia, hata kama sisi hatupo Tanzania, lakini nina imani tutachukua mwaka huu. Tutapambana kwa sababu msimu ulioisha ule wa kombe la dunia aliingia Morocco, najua. Morocco alipambana mpaka nusu finali, si ndio? Sasa msimu huu kuna timu karibia 3 kama 4 zimeingia za Afrika. Hata moja itafika hata finali katika timu 4. Timu moja kutoka Afrika itafika finali. Itafika finali. Wewe kama Mtanzania Selemani Mwalimu ambaye yupo pale Wydad Athletic Club na hata kuwepo katika michuano hii hapa, jambo hili kwako kama Mtanzania umelipokea? Yaani nimelipokea kwa ukubwa sana. Kwanza nimefurahi katika Mtanzania wetu mmoja yupo anashiriki kombe la dunia, japokuwa haingii uwanjani ila yupo sehemu ya uwanjani. Yaani mimi najivunia kwa hicho kitu. Swala la kuingia uwanjani leo na kocha yupo Marekani sasa. Ndio hicho najivunia kusikia hivyo. Yaani nafurahi kwa sababu ni yani sisi kama sisi wa Tanzania kusikia Selemani yupo katika sehemu ya kikosi cha Wydad. Yaani ni jambo kubwa sana Tanzania. Unamwambia nini Selemani Mwalimu? Yaani akaze sana. Hapo alipofika ni sehemu kubwa sana. Sawa. Umelipia kisimbuzi chako mzee wangu? Yaani hapa mimi ninavyokuambia hapa ndo na force hapa nikalipie leo jioni. Kwa ajili ya kombe la dunia kwa ngazi ya klabu, au sio? Ndio. Sawa. Mwamba ana force hapa ili akalipie kisimbuzi chake cha Azam TV ili aweze kufaidi uhondo huu ambao Filipo Cyprian. Narejesha matangazo kwako Filipo. Asante sana Ali, na uhondo huu basi wa kombe la dunia klabu upo hivi katika gazeti la Mwana Sports, ambapo Aziziki kavaa nyekundu Aziziki anaonekana akiwa na timu yake ya Wydad mazoezi. Umenichekesha usema amevaa nyekundu. Hapa kavaa jezi nyekundu. Kuna kwenye social media. Kule kama kwenye social media. Wakasema hii kapendeza. Wanasemaje? Wanasema kwamba mashabiki watanunua jezi ya Aziziki. Hawajasema ni mashabiki. Hiyo sasa wajiongeze. Sasa kwenye social media kuna timu moja ilikujaga hapa. Alafu wakaanza kwa mention na jezi za rangi fulani, msije na rangi fulani. Na jana amefunga. Jana amefunga mchezo Rafiki, Azizi amefunga, Mwalimu amefunga. Mwalimu ameassist 3. Ni jana juzi. Ni juzi. Yaani ilikuwa ni kama friendly meeting ya kujipima nguvu. Tujue timu gani wamecheza nayo ya kirafiki. Huko wako Marekani. Nadhani wamecheza timu ya chuo. Timu gani? Na timu ya chuo. Yes. Kwa hiyo unajua unacheka, unajua timu ya chuo mimi is very strong. Wewe mbona unapenda kunihukumu? Mimi namcheka yule kule ambaye ameng'ang'ania kusema timu gani. Cheke, mimi nataka kujua timu gani. Wamecheza na chuo, nataka kusemaje? Sawa. Wamescore. Sawa. Turudi kwenye mjadala wetu wa jezi. Kwa maana kwamba ulifurahi hiyo kwamba mashabiki wa timu ya timu ya watavaa jezi ya Aziziki. Unajua sasa hiyo kaa nayo. Umesema kuna jezi ile ya timu ya Palmeiras wa Brazil wale. Mimi ndo shabiki kabisa na michuano hii ya. Yaani mimi kwa wale ambao wanavaa ile jezi walipia vingamuzi vyao wakaonge mkono wale jamaa. Kuna timu ya Palmeiras ambao ndio hiyo jezi klabu bingwa dunia. Na sidhani kama watu wanajua hiyo. Kuna jezi moja mtaani. Ndio yani ndio jezi inavaliwa kuliko hata jezi ya Simba kuna jezi moja mtaani utakuwepo kwa namna moja ama nyingine. Utakutana nayo tu yani. Yaani uweze kutoka hapa ukafika pale Riverside au hujakutana na hiyo jezi. Hapa katikati utaikuta. Itabidi nifuatilie. Ina kila aina. Yaani rangi zake zote 3 kwa sababu wana goldi, wana nyeupe, wana kijani. Maana yake kwamba nyumbani, ugenini na mazoezi, si ndio? Na third kit. Na sasa hivi imekuja nyingine hivi kama pinki fulani hivi. Kama pinki fulani. Sasa Fau anasema kwamba ni jezi kali lakini imevaliwa. Imevaliwa. Na ukitaka kujua kwamba inavaliwa sana nenda mtaa Kongo. Ukosi wa 5. Kongo wa 5? Wachache sana. Sasa unajua ile uzuri wake ni nini? Yaani wewe unaweza ukapanda, unaweza ukafika njiani. Alafu ukakutana na Judy. Ameipiga kama ya kwako.
afu zinawapendeza. Yaani kila mtu aliovaa mnakuwa mnaangaliana. Na ukitaka kujua ni maarufu sana ile jezi. Panda gari hapo lelini hapo. Nenda Kimanga kina Kapombe kule. Hapo nchini kuna maduka mengi ya nguo jezi. Utazikuta. Watu utakopishana nao mpaka unafika Kimanga. Utakutana nao wamevaa hizo jezi. Sasa basi hiyo ni timu ya Palmeiras ya Brazil. Na ni miongoni mwa timu kubwa sana ya Brazil. Ina heshima kubwa sana. Ina heshima kubwa. Mara nyingi inakuwa kama inakupo mabingwa au washindi wa pili. Na wakiisha sana nafasi ya 3 ya 4 hapo nafasi ya 3. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu kubwa sana ambazo zitacheza katika michuano hii ya kombe wakitokea Amerika Kusini. Mnikumbusha pia kuna Boca Junior wala pinzani wao ni Argentina wala Argentina wala pinzani River Plate ambao nao hapo kwenye mashindano. River Plate ambao nao wako kwenye mashindano. Wanatokea huko. Mwanangu wewe timu yako ni Argentina ya nchi ya nani ya kombe la dunia. Timu yangu ya taifa mimi ninachoshangilia ni Argentina. Akitoa Taifa Stars. Taifa Stars inakuwa ya kwanza. Ndio maana nikasema kwenye kombe la dunia. Kwenye kombe la dunia kuna wengine sijui mimi Faransa, wengine mimi kwa sababu kule kwenye mimi wa timu yangu ni moja tu. Ufaransa. Brazil. Hii pande ishuke ni timu yangu tu. Kwa Ancelotti ndo kama kocha. Carlo anasema ametumia mechi 2 tu. Anasema kuwapeleka Brazil World Cup. Sasa wanafuzu tu bwana. Waliondoa kocha kwa sababu walikuwa wanaona hatari. Waliondoa kocha. Brazil waliondoa kocha kwa sababu walikuwa wako kwenye hatari. Kwa hiyo Nkini kutokufuzu, ngoja kwanza. Nkini subiri, Nkini wale Amerika Kusini wale kwenye bara lao zinafuzu timu 6. Sawa. Moja kwa moja. Sawa. Zinazocheza qualification ziko 9. Sawa. Brazil kabla ya kucheza hizo mechi 2 kwa sababu katika hizo mechi 2 kapata pointi 4. Sawa, ndio zikatufanya tukafuzu. Okay, asante sana Nkini, Charles Abel pamoja na Judith na Fau. Na kwa sasa tunahitimisha kipindi cha kurasa za mwisho, lakini tujiunge na mwenzetu Mohamed Mchoks kwa ajili ya mbio za wanawake ambazo zinaendelea hivi sasa. Wa Azam Sports, karibu kwenye Tanzania Women's Run Marathon ambayo inafanyika hapa viwanja vya Faras Green Ground kwa msimu wa 5 huu. Mimi ni Mohamed Mchokoleka, Mchoks Tanzania, na kama unavyoona hapa nyuma yangu ni wakimbiaji mbalimbali ambao wameshiriki mbio hizi kilomita 5 na kilomita 10, na hasa zinahusisha sana wakina mama. Kwa maana ya wanawake ndio zinawahusu sana. Sema bila wanaume pia hapa nogi, na ndio maana nyuma yangu kuna wanaume wengi wamekuja kusapoti kama kawaida, na tayari wengi wamekimbia na tayari kuna zoezi kuchukua medali. Mimi nimepata medali yangu pia. Lile eneo ndilo eneo ambalo linatumika hasa kwa kuchukua medali kwa maana ya kukamilisha hizi mbio. Ukivaa medali maana yake umemaliza kilomita zako ambazo umekimbia kwa leo. Na huku nyuma watu wanaenjoy na maisha mara baada ya kumaliza hizi mbio. Wanajipozesha na maji, vinywaji vya kuongeza nguvu ili kurudisha ile sukari ambayo mwilini imepotea. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi ni kuweka mwili sawa. Kuna aerobics kule, mazoezi ya viungo yanaendelea, lakini ndio mwisho wa mbio hizi kwa leo, kwa maana kwa msimu huu wa 5. Panapo majali wakati mwingine tutakuja kuwaonesha. Mimi ni Mohamed Mchokoleka. Bye bye kwa sasa.